kuitumia Arusha kwenda robo finali ya kombe la CRDB, na tulihitaji kuitumia Arusha kupata alama 6 za ligi kuu ya NBC. Robo finali tumeipata, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini alama 6 tumezikosa. Tumepata alama 4 kwenye ligi kuu ya NBC, inatosha. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwenye hilo. Tunawapongeza wachezaji wetu na tunawashukuru mashabiki wa Simba hapa Arusha kwa kazi kubwa ambayo wameifanya ya kutimiza walau 80% ya malengo ambayo tulikuwa tunaelekea. Ya improvement ni kubwa, na improvement ya timu yetu sio kwenye kucheza vizuri, ni kwenye kutumia nafasi ambazo tunazotumia. Ukiangalia mechi zote ambazo tumecheza na tukapata sare, kwa mfano mechi ya TRA hatukuwa tumecheza vibaya, lakini hatukutumia nafasi vizuri. Mechi iliyofuatia dhidi ya Dodoma Jiji, kila nafasi ambayo tuliipata tulitumia na tukaandika mabao matatu. Mechi ya leo kila nafasi ambayo tumeipata tumeitumia, tumeandika magoli matatu. Bado tungeweza kupata magoli mengi zaidi, 4 na 5, lakini unaona improvement iliyopo ni kwenye matumizi ya nafasi. Nafasi zinapatikana, magoli yanafungwa, watu wanafurahia. Chama ameendeleza ubora wake ule ambao tumekuwa tukimfahamu nao, na leo anafunga goli moja na anakuwa nyota wa mchezo. Ni faraja kubwa kumuona Chama anaendeleza kile ambacho sisi tuliamini anacho katika miguu yake. Japo wapo ambao walikuwa wakiamini kwamba Chama sio yule kwenye ule utimamu wake, lakini tunamuona kwenye mechi zenye vijana wengi, kwenye mechi zenye vipaji vingi, lakini Chama anaweza kupita katikati yao na anakuwa mchezaji bora. Ni mchezaji wa kutunzwa, ni mchezaji wa kuendelea kuaminiwa na kutegemewa ndani ya Simba. Mpanzu alikuwa anaumwa na tuliwaeleza watu hilo, lakini watu wasiotakia mema Simba wakaleta uzushi ambao kwa faida yao wao wenyewe, lakini sisi tulikuwa tunajua ndani kunaendelea, na tukaeleza wana Simba kwamba mchezaji wao anaumwa, akipona watamuona uwanjani. Na kweli Mpanzu amepona, amerejea uwanjani, anaendelea kuitumikia Simba yake. Vipo hivyo kwa Loemba, uzushi mwingi ulikuwepo, lakini naye vile vile alikuwa majeruhi, amepona, mwalimu kaanza kumpa nafasi. Kwa hiyo jambo jema wana Simba ni kwamba wasikilize ama wafuatilie kile ambacho viongozi wao tunawaambia, na tuache kusikiliza habari za mitandaoni, habari za kwenye maredio, habari za uzushi, kwa sababu vita ni kubwa na watu wengi hawapendi kuiona Simba ikiwa inafanya vizuri. Leo umeona tumeshinda mechi 2 dhidi ya huyu Fonte na mechi dhidi ya Dodoma Jiji. Kuanzia kesho kuna kauzushi utakasikia kanaibuka. Lengo sijui, wazushi wako jikoni, sijui kapya, wazushi wako jikoni hivi sasa wanatafuta chokochoko za kuharibu amani ndani ya Simba. Kwa hiyo ndani ya siku 2 hizi utasikia tu kuna jambo talizusha, ili mradi kutengeneza hiyo pressure. Na bahati iliyokuwa mbaya, wapo mashabiki wenzetu wa Simba ambao wanaibeba hiyo pressure, wanaamka nayo, wanaanza kufanya vurugu na klabu inakosa utulivu. Mimi niwaambie wana Simba, tupo kwenye nyakati za kimaamuzi, yani mechi ambazo zimesalia ni mechi za kuamua ubingwa. Kwa hiyo tuwe watulivu na tuendelee kuipambania Simba yetu. Huu sio wakati wa kubebwa na propaganda, na huu sio wakati wa kubebwa na uzushi. Mtu akija na uzushi wake, mwambie asante, tumekusikia, tuna focus ubingwa. Ili la Nabi kama la goalkeeper pin Kamara nao ni la uzushi. Kamara ni majeruhi na hilo linafahamika wazi, na atarejea kuitumikia Simba mwisho wa msimu, mwanzo wa msimu unaokuja. Na kwa sasa Kamara ni mchezaji wa Simba kama ilivyo kwa Wilson Nangu, kama ilivyo kwa Yakubu Suleiman, kama ilivyo kwa Hamza.
Wote hawa ni majeruhi wa muda mrefu, wanaendelea kutibiwa na Simba Sports Club kwa sababu wana mkataba na Simba Sports Club. Mwisho wa msimu tunafanya tathmini ya wale majeruhi wetu, nani ametengemaa, nani yuko sawasawa, nani anarejea kazini, nani anabaki kuugua. Tunafanya maamuzi, tunakwenda mbele. Mwisho kabisa, mechi ya Dodoma Jiji ya ligi ya mwisho, kuna watu walisema kwamba Libase Geye hawezi tena kufunga, ndo mara yake ya mwisho. Nimeona leo amefunga goli zuri sana hili. Semaji unalizungumziaje pia? Walisema hivyo watu. Kama Libase Geye hatafunga tena. Watu wanaromba. Libase Geye ni mchezaji mwenye kiwango kikubwa sana, na laiti kama kila pasi ambayo Libase anaitoa kwa maana ya pasi ya goli ingekuwa inatumika kufunga, basi Libase angekuwa na asisti nyingi kweli kweli. Libase Geye na Anicet Oura ndio alionifanya mimi nifikiria kwamba wakati mwingine tunaweza tukamhukumu mchezaji kwamba ana asisti chache na sio mchezaji mzuri. Kumbe anatoa pasi nzuri lakini hazifanyeje, hazitumiki. Kwa Libase Geye ni katika hao wachezaji ambao wanafanya kazi ipasavyo, wanatoa pasi elekezi, lakini kwa bahati mbaya zinakosekana. Lakini leo ameonyesha kile ambacho yuko nacho. Amechukua mpira, amekati uwanja, ameingia, akapata nafasi, akashuti na ikawa goli. Ni moja kati ya goli bora sana, goli la juhudi binafsi, goli ambalo mtu amepambana kwa uwezo na nguvu zake. Na magoli kama yale sio magoli ya bahatisha nduluti, yale ni magoli ya uwezo, ni magoli ambayo si kila mchezaji katika ligi ya Tanzania anaweza akafunga. Magoli kama yale wanafunga ndio ukisikia solo. Unajua solo artist, yani msanii mmoja. Asa ndio goli la Libase Geye, goli la solo, yani kafanya kazi yote peke yake na akaenda kafunga. Na solo na huyo solo na solo ambaye ni Libase Geye, namjua Solo Theng bado mjaja tamu Solo Theng mwenyewe mwanazoni alokomaa. Ukitaka kumfahamu Solo Theng mwenyewe, nenda kasiza kwa moja inaitwa Tazame. Yuko na Afande Sele humo, yuko na Profesa Nyani, hatari sana Mtazame, watu wa zamani. Tumalize na hili wa Jonathan Soa. Adhabu yake tunaona mtandaoni kwamba amerudishwa kutrain na timu ya vijana. Hii iko vipi? Kama mlivyosikia kuhusiana na Jonathan Soa, Soa alikuwa akishtumiwa na makosa ya utovu wa nidhamu, na baada ya kushtumiwa akashtakiwa kwenye kamati ya nidhamu ya Simba Sports Club ambayo inaongozwa na kamanda mstaafu Suleiman Kova ambaye ndio mwenyekiti wa kamati hiyo. Soa akaitwa mbele ya kamati kuelezewa tuhuma zinazomkabili na akakiri makosa yanayomkabili, na baada ya hapo kamati ikatoa hukumu. Hukumu iliyotoka kwenye kamati ya nidhamu ya Simba Sports Club ni kwamba Soa atatozwa faini, na adhabu ya pili ni kwamba anarejeshwa kwenda kufanya mazoezi na timu zetu za vijana, ikiwa ni kipindi cha maangalizo, kipindi cha kumwangalia. Kama kutakuwa kuna mabadiliko ndani yake, basi atarejeshwa kwenye timu kubwa kuja kuendelea na majukumu yake. Kwa yupo kwenye kipindi cha maangalizo ili kuangalia, je, yale ambayo alikuwa akituhumiwa nayo wakati yuko na timu kubwa, kuna mabadiliko ndani yake? Ni hilo. Semaji